Tulikuwa tunazungumza kuhusu mtu wa Mkwawa. Inaonekana kwamba mtu alikuwa na akikonka sehemu mbalimbali, kwamba ameshapiga hadi Mirambo huko Tabora, na alikuwa kila akishinda vita ili wapatane anapewa mke, zawadi ya mke anarudi nayo, na alikuwa anapewa udongo anakuja nao. Kwa lugha nyingine tukisema kwamba mtu wa Mkwawa si kwamba alikuwa anapigana vita kushinda, ila alikuwa anapigana vita kuunganisha. Nitakuwa nakosea? Ni sahihi. Alikuwa anapenda kuunganisha kwa sababu aligundua Wajerumani ni jeshi kubwa. Kwa alikuwa anahitaji watu. Aliwategemea asili yake Wahehe, lakini aliona hawatoshi. Na ndio maana akawa anahitaji kuongea na viongozi wengine wa makabila mengine ili wawe pamoja. Kwa hiyo baadhi walikuwa wanamuelewa, baadhi walikuwa hawamuelewi. Ambao hawamuelewi basi anawapiga, wakisha pigwa sasa ndo wanaelewana. Anawanyoosha. Kwa hiyo ile kama mzungu anapotuambia kwamba kulikuwa na vita ya wenyewe kwa wenyewe, si kwamba ni vita ya wenyewe kwa wenyewe, ni kulazimisha kupatana na kuungana. Na kuungana. Kwa sababu mnapokuwa sehemu hamwezi wote mkawa kitu kimoja. Lazima kuna wengine ambao hawatakuwa na wewe. Kwa hiyo wewe ambaye hutaki kuwa na mimi, utakuwa na mimi kwa lazima. Kwa hiyo kitu ambacho Mkwawa alikuwa anafanya. Kwa hiyo harakati za umoja nadhani zimeanzia hapo, kwa sababu ukiangalia hata ngao ya taifa la Wahehe limeandikwa kwa Luhala na upifu. Maana yake ni kwa akili na maarifa. Kwa akili na maarifa. Kwa hiyo ni kwa kama vile tunavyosema uhuru na umoja. Na umoja. Inaweza ikawa hivyo. Ila hapa ni kwa akili na maarifa. Jina lako linaitwa hekima maarifa. Hekima maarifa. Hekima upifu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba Mkwawa, moja ya kitu ambacho alikuwa na amewekeza zaidi ni akili na maarifa, na ambacho ndicho kilikuja kuwa anguko la Afrika, kukosa hekima na maarifa. Kwa sababu kwa story ambayo ulikuwa unazungumza ya shemeji yake aliyekuja na nyati, kama angekuwa na akili na maarifa asingeweza kumuuza ndugu yake na ni shemeji yake. Umeona? Kwa sababu historically kama ulikuwa unazungumza inaonyesha kwamba huyo shemeji ambaye alikuja kuoa kwenye familia ya mtu wa Mkwawa ni kwamba alikuwa ametumwa na Wajerumani, na inasemekana baadaye akawa anataka mamlaka ya mtu wa Mkwawa. Hakuyataka, aliahidiwa. Kwa tukiweza kumpata sisi tutakupa utawala. Atapewa yeye. Na inasemekana kwamba huyu shemeji mtu ndiye alipelekea kifo cha au kupotea kwa huyu mama mtu wa Mkwawa Sengimba. Hii ilikuwaje? Of course alimkamata kwa sababu alikuwa anajua mazingira. Alipomkamata akasema kuwa sisi tunahitaji ukatuonyeshe. Ukatuonyeshe alipo mtoto wako. Ambapo mtoto wake alikuwa yupo Mlambalasi. Tayari ile miaka 2 ambayo alikimbilia kule. Kwenye ule msitu ule kwenye mbuyu. Last tunasema ni last point ya kwake. Kwa hiyo wakiwa njiani, kwa sababu hiyo eneo ambalo wamejitupa ni njia ya kwenda huko Mlambalasi. Kwa hiyo naye akatumia akili yule mama. Kwa ili tukamuone mtu wa Mkwawa lazima nichume dawa. Na hiyo dawa lazima nichume nikiwa sijavaa nguo. Sasa siwezi kuvua nguo nikiwa na mkwe wangu. Kwa hiyo nitaomba msogee ili mniachie nafasi niweze kuvua nguo, nichume dawa, tuendelee na safari. Na dawa yake ile asili ilikuwa uwezi ukapotea kama ukiwa na nguo. Manake kama asingetumia akili ile, manake angefika mpaka Mlambalasi akiwa hajafanya hivyo. Kwa hiyo alinaye alitumia akili. Kuwa wasogee, mimi nitoe nguo nivue. Na ile eneo ambalo alitoa nguo na aliziweka, kiasili huwa tunaweka jani. Upiti bila kuweka. Yaani usipoweka lolote linaweza likakutokea, na vimeshatokea vitu vingi. Unaweza ukaingia lile eneo usiweze kutoka eneo la pili kama unadharau kuweka jani. Kwa hiyo alifanya hivyo
Lakini baadaye alipomaliza ilitoka sauti ikimwambia, wewe Mwambambe, yua mafi gayo. Yaani mafi gayo maana yake ni mavi yaliyokauka. Yaani mavi yaliyokauka hayakupi kinyao kwa sababu hayatoi harufu. Ni uchafu lakini umekauka usiotoa harufu. Kwa hiyo anambia wewe ni mavi yaliyokauka, mafi gayo. Nataka niulize sauti ilitoka. Yeye ndo alisema. Huyu. Kwa hiyo alivyoshtuka kabla ya kupotea. Kabla ya kupotea. Yaani alimpa neno lake. Wewe Mwambambe ni mafi gayo. Wewe Mwambambe, yani jina lake ndo Mwambambe Mwalunyungu, kwa sababu yule Mwambambe alikuwa, yani Mwambambe Mwalunyungu ni mtu mkubwa ambaye ana ujuzi wa dawa. Ndio maana walimuita Mwalunyungu, lakini yule alikuwa anaitwa Mtaki kutoka Tabora. Na huyo Mwambambe kifo chake kilikuja kufanikiwa baada ya kupigwa mkuki kwenye jicho na mkwawa kwenye kidole gumba. Na hiyo ndoto ya kuoteshwa alioteshwa na babake. Yaani alioteshwa babake anamwambia ili ufaulu kumuua Mwambambe lazima upige mkuki kwenye kidole chake, kwenye kidole gumba, ndio roho yake ilipo. Lakini huku kote walishindwa. Na yule bwana Mwambambe alipofanikiwa kuuawa hakuzikwa, wao walimla nyama. Alichemshwa. Yaani kila mtu alikata akaenda kumla tena bila hata kumchoma, yani walikula mbichi kwa sababu alikuwa ni mshenzi. Mwambambe amekufa mji mzima. Kwa hiyo aliyemuua Mwambambe ni Mkwawa. Ni Mkwawa mwenyewe. Baada ya mama yake Mkwawa kuwa ametoweka. Kwa hiyo hiyo sehemu ambayo alitoweka ndio pale ulisema panaitwa Kikongoma. Picha hii hapa Kikongoma. Na eneo ambayo aliuawa Mwambambe panaitwa Lunda Matwe. Maana yake pale walipigana akakusanya vitu. Hii picha ni eneo. Ni ya kugugo au umeenda kupiga wenyewe? Nimepiga. Safi. Reality. Panaitwa Kikongoma. Yaani Kikongoma ni shimo jembamba lakini refu kwenda chini. Sasa nataka niulize hapo, baada ya huyo mama kutoa sauti ile kuja kuifuatilia, wanafika ndio kusogea wamuone mtu. Kumtafuta wewe, sijajua walitafuta, pengine lazima walimtafuta, lazima watakuwa, lakini ilishindikana mpaka leo. Kwa lugha nyingine kama ulivyosema kwamba dawa kama yenyewe kama ninavyofahamu mimi, dawa za kilimwengu ili zifanye kazi lazima uwe tupu. Zile zenyewe. Sasa kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba si kwamba huyu mama alijirusha kwenye Kikongoma. Huyu mama alipita kwenye poto, kwa sababu kama hiyo sehemu ili upite ni lazima uweke jani, maana yake kwamba hii sehemu ni poto. Umeona? Kwa hiyo hii sehemu kama ni poto, ndio maana watu ili wapite hii sehemu lazima waweke jani. Kwa hiyo inawezekana huyu mama aliwapeleka eneo hili kwa sababu alijua sehemu hii ni kama space. Umenipata? Ni sehemu ya kutake off. Mlishawahi kufanya tafiti za kimila kubaini kwamba sehemu hii inaweza kuwa ni kama space ya asili? Ni asili. Ni asili. Na ndio maana haijajengwa. Mmezungushia. Hapa hajazungushiwa, lakini ni eneo kama unavyoona ni unapita eneo hilo. Kwa hiyo ina maana kwamba mtu akijifunza mambo ya kilimwengu naye anaweza katoweka kupitia eneo hilo. Kwa sababu tayari inaonyesha kuna hiyo kuna mchunga ng'ombe alikuwa anachunga lile eneo. Akakataa kuweka jani. Hakutoka pale mpaka ilipokuja wazee kufanya mila. Yaani yeye na ng'ombe zake walishinda humo siku 3. Kwenye hilo eneo. Mpaka walipofanya mila ndio waliweza kutoka. Kwa lugha nyingine hapo ni sehemu ambayo sisi kama taifa na kama bara tunatakiwa kuweka rocket pale za kututoa kwenda sehemu zingine. Sasa kuna kitu kingine ambacho sisi kama Waafrika ambacho watu wanapuuza, hususan mambo haya ya miti na dawa. Moja ya kitu ambacho watu wanapuuza ni kwamba wanadharau kama hicho ulichokuwa unasema kwamba Mkwawa alikuwa na uwezo wa kupotea. Umenipata? Waafrika wa sasa hawaamini kama mtu anaweza kutoweka na asionekane. Umeona? Bila kufa au bila kufanya bila kufa au kufanya chochote. Inawezekana. Kwa sababu katika jamii zetu za sasa za Kiafrika inaonekana kwamba hii ni kama ushirikina fulani. Sasa nyinyi kama watu mnaotoka kwenye familia ya mfalme, hii mlizungumzaje katika jamii sasa?
watu hawaamini kweli, lakini sisi hapa tunapokea sana wageni ambao wanasumbuliwa na spirit za mababu zao huko walipo. Lakini kwa sababu tunaamini kizazi cha Mkwawa watoto wake walisambaa, wako Zanzibar, wapo Mwanza, wapo Bagamoyo, na walishafika baadhi ya vizazi kuja kutafuta nyumbani kwenye asili yao. Kwa hiyo unakuta mtu mwingine anakuwa ni kabila nyingine, anakwambia kabisa mimi ni mtu wa Morogoro, nimezaliwa Morogoro, lakini katika kuhangaika kuumwa kwangu unaambiwa mimi asili yangu ni Iringa kwa Mkwawa. Na nikija hapa nimeambiwa nitapona. Natoka nimekuja hapa najiona kabisa niko tofauti. Kuna mwingine anakuja umpi chochote, analala na anaamka asubuhi anakuambia mimi narudi na nimepona. Kwa hiyo watu wajifunze, asili ipo na haiwezi kupotea hata siku moja. Hata siku moja. Na ndio maana unaona milima, miti, maji ni vitu ambavyo havibadiliki, ni viko vile vile. Lakini ile ndo miungu ambayo babu zetu waliabudu, waliitumia na waliishi. Waliishi tena kwa amani sana. It's true. Kuna kitu kingine ulizungumza pale kwamba wakati Mkwawa akiwa na umri wa miaka 23 baba yake alipokuwa ametekwa alimuotesha. Hii kwa mtu asiyeelewa unaweza ukamwambia nini kwamba je, mtu anaweza kumuotesha mtu? Yaani mimi niko hapa, watu wa kawaida hawaelewi tu. Hawaelewi. Kwamba mimi niko hapa naweza kukuotesha wewe bwana, kikombe kiko sehemu fulani nenda uchukue. Lakini sasa hivi katika jamii zetu tulizonazo ni kwamba watu wakiona ndoto hizo wanakemea, wanasema lile ni pepo. Ni pepo. Sasa sio pepo, kwa sababu hata mimi nishawahi kuota. Nimeenda Ujerumani na nikashuhudia mafuvu mengi na nini. Japo haijawa hivyo kwa haraka toka nimeota ni siku nyingi. Lakini nimekuja kufika na nikashuhudia. Kwa hiyo nikaamini kuwa kumbe hizo ndoto zipo. Hata sisi tuna uwezo wa kuota. Na unaweza usiote, unaweza hata ukahisi. Ukakaa ukafikiria jambo na likaja kutokea. Kwa hiyo ina maana huo uwezo ulikuwepo. Ulikuwepo na upo. Ila sasa unakuta sisi muda mwingi vitu vya kidunia vimetuzonga. Unajua wazungu akili yao kubwa ni kuharibu. Sio kutengeneza. Wanapenda sisi kutuharibu. Na katika watu wenye fikra ndogo wa Afrika wenye fikra ndogo wanadhani kuwa wazungu watakuja kututawala kama walivyotawala babu zetu. Kuletewa tu internet tayari tumetawaliwa. Mtu akiamka asubuhi anashika simu cha kwanza. Tayari tumeshatawaliwa. Tunaona kama maisha rahisi. Yaani wametutengenezea tuone maisha ni rahisi. Kuwa ninaweza nikawa nipo kitandani nimejiunga bando na nikajua saizi habari za dunia nzima nikiwa nimelala tu. Lakini kumbe hawataki sisi tujishughulishe. Yaani hawataki sisi tujishughulishe akili zetu. Hawataki tutumie huko. Hatutaki. Lakini mimi nimetembelea Ujerumani, utajiri wao ni kwa ajili ya mali za babu zetu. Na ndio maana kwenye mfano mdogo, kwa nini wazungu wanatengeneza simu inakuwa mpya lakini ikiharibika tuirudishi Ulaya? Tunaitengeneza sisi. Kwa nini tuwe na uwezo wa kuitengeneza ikiharibika, tusiwe na uwezo wa kuitengeneza kabla? Kwa hiyo tunakosa tu material. Hata gari vile vile Waafrika wanatengeneza. Imeharibika, nani kawafundisha? Hakuna. Lakini sisi tuna uwezo mkubwa. Nimeenda Ujerumani kushuhudia vitu ambavyo vilichukuliwa ndani ya ngome ya mtu wa Mkwawa. Ni vitu ambavyo kwa akili ya haraka utagundua wazee wetu walikuwa na uwezo kiasi gani. Siwezi kusema wae kwa sababu kule kuna vitu hadi vya Wamasai vilichukuliwa. Unaona kabisa babu zetu walikuwa na uwezo mkubwa. Viungu toka 1800 viko Ujerumani. Viko pale viungu, zipo hilizi, vipo vitu. Na wale watu ukiwauliza wanakuambia hivi vitu vinatupa sisi laana. Ndio maana unakuta wenzetu kule wana zile tabia za kinyama sana. Ndoa jinsia moja ile ni laana. Negative energies. Zile ni laana.
wanavurugwa. Kwa lugha nyingine ni kwamba nguvu yetu inawazidia. Kama ambavyo hapa kwenye hili kasri la Mtwa ni kuna lile jino ambalo tulikuwa tunaliangalia. Jino lilirudishwa. Hii unaweza kaizungumziaje, ilikuwaje? Mtwa Mkwawa katika ndoto ambazo mimi binafsi kwa sababu unapooteshwa kitu maana yake wamekuchagua. Kama hawajakuchagua maana yake huwezi kupata connection yoyote. Au huwezi kupata hata uchungu. Yeah. Kwa hiyo kwenye ndoto zangu niliwahi kuzipata hizo taarifa kuwa vitu vyake na kizazi chake vitakuja kurudi. Vitakuja kurudi nyumbani. Kwa hiyo ninaamini, ndio maana mnaona picha za mafuvu pamoja na kuna vitu mtavionyesha kwenye document vitarudi. Japo vitakuwa ni kwa ugumu, na ugumu kweli upo. Lakini vitarudi. Uliota. Na ndio maana mnashangaa kuona mimi nakaa hapa peke yangu. Sio hali ya kawaida. Sio hali ya kawaida. Na ninapolala naweza nikazima taa zote. Ukawa giza afu naona amani. Hizo ni tabia za vitu vya asili. Ni tabia. Sasa inasemekana kama tulivyoambiwa kwamba hili jino lilichukuliwa na Wajerumani wakalitunza, baadaye likawashinda wakalitupa. Wakimaliza kulitupa wanakuta mzigo umerudi ndani. Ni ya kweli au ni hadithi za kuambiwa na waandishi? Ni kweli, na hata documentary ipo nitaonyesha. Ni kweli jino walilichukua, na yule bwana Tom von Prince baada ya kuja kuchukua kichwa cha Mtwa Mkwawa, kwa sababu Tom von Prince alikuwa Tanga. Alipopata habari kuwa Mtwa Mkwawa amejiua na askari wameshuhudia, kwa ikaja taarifa akate kichwa na akipeleke. Na pia ilikuwa ni zawadi kwa mtu ambaye atamkamata Mtwa Mkwawa akiwa hai au amekufa. Atazawadiwa rupia 1000. Sijajua zina thamani gani. Ni hela nyingi. Ni thamani kubwa. Kwa hiyo na yeye baada ya kukabidhi kile kichwa huko kwao Ujerumani, akaona atoe jino naye abaki nalo kama kumbukumbu yake binafsi. Kwa hiyo akawa amelihifadhi nyumbani kwake. Wanaendelea kulihifadhi. Lakini ilipofika mwaka 2000 na miaka kati ya 2000 hadi 2013 ilitokea shida sana kwenye ile familia. Waliugua ugonjwa wa kiharusi. Kwa hiyo walikuwa kama mazezeta. Lakini pia kuna familia ndani ya ukoo wao nyumba iliwahi kuungua, hakutoka hata mtu, wote waliteketea. Kwa hiyo kuna matukio yalikuwa yanatokea katika familia yao bila wenyewe kujua shida ni nini. Lakini katika wazungu ambao wanaamini sana asili ni Wajerumani. Wana uchawi, wana asili ya zile nguvu za giza. Kwa hiyo nao walienda kujiuliza kuwa shida nini katika familia yetu. Wakaambiwa kuwa nyinyi mna kitu cha watu, mnatakiwa mkirudishe. Ilikuwa ni ngumu, ilikuwa safari ni ngumu, lakini walifanikiwa. Na 2014 walifika hapa Kalenga na wakamkabidhi baba yangu. Na usiku wa kuamkia siku ile kuna mwanga ulitokea sana pale makumbusho. Yaani kwa kesho tutapokea. Na hizo taarifa sisi hatukuona kwa sababu tulikuwa tunakaa mjini. Lakini wenyeji walileta taarifa zile asubuhi kwa kuna kitu kimetokea. Wana kijiji ndio wakatoa taarifa kwamba kuna mwanga umetokea pale makumbusho. Kwa hiyo basi ile ilikuwa ni sign ya kuna jambo ambalo lina Okay. Na kwa mantiki hiyo ni kwamba kwa wale watu ambao wajifunzi mambo ya asili, unajua watu wengi ambao wajifunzi mambo ya asili wanaamini kwamba mtu akifa ameondoka. Wewe kama mtu ambaye umejifunza mambo haya ya asili na unatoka familia ya kifalme, wewe unalizungumziaje? Ni kweli mtu akifa anaondoka au yupo? Kwa sababu Mkwawa alishauliwa wakamkata kichwa, lakini jino limesababisha familia imekufa, watu wameumia na hatimaye limerudi na hizo rapsha zimeisha kwa watu.
Kwa watu ambao wanadhani kwamba mtu akifa anaondoka mazima, unawaambiaje? Ni mwili tu ndo unaondoka. Lakini nafsi yake inakuwepo. Nafsi yake inakuwepo. Ndio maana unakuta kuna vitu vingi katika maisha ya kibinadamu. Anaweza akazaliwa mtoto ni copyright na mtu ambaye alishafariki. Unamlisisha hadi jina lake. Yaani zile ni connection. Zile ni connection ambazo zinamuunganisha mtu ambaye alishakufa na mtu ambaye ni mzima. Lakini mimi naamini spirit zipo. Ndio maana hata aziondoki kamwe. Lakini tulichojifunza katika kuongea inaposema kitu asili ni asili kwa uzuri. Yaani zamani ulikuwa kusema asili inaonekana gani kama kuna ushirikina ndani. Lakini nilichojifunza kwamba ile asili ule amani, upendo, yaani vyote vilikuwa vinatakiwa kuonekana kwenye hiyo jamii. Unajua watu wa mjini wanashindwa kutofautisha asili na uchawi. Tuna confusion hapo. Au neno uganga na utabibu. Kwa sababu hata daktari ambaye yuko hospitali, let's say ya taifa, yule ni mganga. Lakini sasa mtu anajua mganga, basi mganga wa asili ambaye labda analoga watu. Kufanya asili sio uchawi kusema unamuumiza mtu. Hapana. Ile ni asili ambayo utamtibia mtu na atapona. Kila mtu ana uwezo, ana kipawa chake. Kipawa alichopewa Bibi Sengimba, kile kilikuwa ni kipawa cha kumsaidia mtoto wake kwa njia ya asili. Unadhani alirithishwa pia Bibi Sengimba? Lazima. Na jinsi ya kurithishwa sio lazima hadi upewe. Lakini ukiwa unafuatilia. Unafuatilia ya mambo. Ukiwa unafuatilia vinakukaa na vinafunguka, vingine vinakuja. Kwa sababu ili dawa ikuingie lazima uiamini. Usipoiamini hata ukinywa dawa ambazo umeandikiwa na daktari mkuu huwezi kupona. Kwa hiyo ili upone jambo lazima uwe na imani nayo. Mkwawa hakuwa na maadui wa kichawi? Walikuwepo. Sasa alikuwa na hizo enzi kama mtume walikuwa wanalogwa mitume. Ilikuwepo uchawi. Ulikuwepo. Sasa ilikuwepo, na ndio maana hata kwenye asili ya sisi watoto, sisi tunazaliwa, mimi naona tunavalishwa mvuje na mama yetu. Ndio nini? Mvuje ni kitu cha asili ambayo inamsaidia mtoto kupata ile harufu ya ule mvuje, mtoto apate na degedege. Yes. Kwa hiyo ile ni kitu cha asili kabisa. Au nikiona mtoto kavaa ushanga mweupe, ile inamzuia watu wa pwani wanaita zongo. Lakini hata sisi watu ambao sio wa pwani, ushanga mweupe unatumika. Au ushanga mweusi unatumika ukiuvaa. Kuna kitu ulikisema hapa kwamba Mkwawa wakati anamuoa yule shemeji yake aliambiwa yani ampige kwenye kidole cha mguu na sio huku kwenye mwili. Ndio. Kwa wewe ambapo umejifunza mambo haya ya asili, unadhani ni kwa nini huyu bwana nguvu zake zilikuwa kwenye kidole na sio kwenye mwili? Unapopewa ukubwa au unapopewa nguvu, kila mtu ana eneo lake. Yes. Ile sasa ni password. Kwa ili umweze kumuoa Fatma, lazima umkate nywele. Sijui unanielewa? Kwa hiyo na yeye password yake ilikuwa kwenye kidole gumba. Mwingine anaweza kaa labda kwenye kidole cha mwisho. Ili mimi uniweze lazima unikate kidole. Kwa kila mtu unapopewa dawa maana yake unapewa kinga, yani maana yake unapewa kitu ambacho hakuna mtu ambaye atakuweza. Sasa bila Mkwawa kuoteshwa, maana yake hakuna mtu angejua jinsi ya kumpata yule mwambabe. Wakati Mkwawa alikuwa na umri wa miaka 23 nadhani. Baba yake ambaye ni nani jina nimesahau kidogo. Nyigumba. Kuna mti aliochukua, kuna hizo story nimezisikia. Kuna ni mti au kijiti kilichokuwa kina dawa.
sijui kina dawa chenyewe au kina nguvu gani. Akawatuma wale watoto sijui watoto kwenda kutia kwenye moto pale. Mkwawa alijuaje hicho kijiti? Alielekezwa na baba yake au alikuwa anajua? Katika ndoto ndo maelekezo aliyopewa. Kwamba ameona aina ya mti na kila kitu akaenda kuchuma. Kwa sababu alijua kama jeshi limeshamzingira yeye yuko ndani ya pango, walinzi wako nje. Tunawafanyaje wale walinzi? Kusema pigane nao hataweza. Kwa hiyo ilitumika njia ya asili pale. Ilitumika njia ya asili waweze kulala wale walinzi na hakuwaua. Ndio ujue kuwa wale Mkwawa na babake walikuwa ni watu wenye akili na wanaweza wakakutesa sana, wasikuue lakini wakakunyanyasa kinafsi. Kwa huyu mtu kwa nini hajatuua? Aliwaacha ili kuendelea tu kuwachanganya. Kuwa wametoka na hajamuua mtu. Aliwavua nguo ili kuwadhalilisha, kwa sababu ukishakuwa umevuliwa nguo huwezi kutoka lile eneo. Na nguo zile alizichukua. Ni ngozi aina ya ngozi zile. Aina ngozi. Lakini alikuwepo mtu wa ndoto, mtabiri, mtu wa dawa, ambaye mtu yule wa dawa alikuwa ni mtu ambaye analisimamia na jeshi. Yaani askari nao walikuwa napigwa dawa kidogo. Lazima simikwe kidogo. Lazima upate kinga. Huwezi ukapigana na mtu kama una kinga. Lazima ule dawa. Kwa hiyo walikuwepo watu ambao ni special kwa ajili ya shughuli. Cabinet, nikisema cabinet maana yake ukiambiwa ni hii washauri wa mheshimiwa. Kila mtu ana kazi yake. Benchi ya ufundi. Kila mtu ana kazi yake maalum. Huyu muota ndoto alikuwa akipata ndoto muda wote unapojisikia usingizi. Lala. Hiyo ambayo hata mimi huwa inanitokea. Unaweza ukajisikia usingizi sana, yani tafuta namna ulale ili upate kitu. Upokee kwa lugha nyingine, ureceive. Kwa sababu huwezi kureceive, unavyoelewa ni kwamba huwezi kureceive higher awareness ukiwa macho. Kwa lazima uwe sober. Nasema uwe sober. Ukiwa sober ndo unapokea. Na ukiwa kwenye maisha ya asili, hata nyinyi lazima utenge siku ambazo utakuwa unalala kiasili. Maanake kama utalala ukijifunika nguo nyeusi, lakini mtu ubaki au mtu ambaye hatambui vitu kama hivi atakuona kama ni mchawi. Lakini kama wewe unajua, utalala kwenye mkeka na utajifunika, au utalala kwenye kitanda cha asili chenye kamba. Kwa sababu asili inamfuata mtu mwenye asili. Lakini wewe kila siku ni mtu ambaye unakunywa pombe umelewa, hiyo asili inakupata saa ngapi? Kile nilichokuwa tumezungumza, ikumbuke siku uitakase. Lazima uwe na siku yako. Lazima una siku ya 7. Uitakase. Utende mambo mema yote. Lazima ulale. Uitendee mambo mema. Kama hata dini, kama dini ililetwa siku dini ilileta siku zile maalum. Yaani Ijumaa tukaswali na Jumapili tukafanya ibada. Lazima na kwenye asili kuna siku ambazo unatakiwa uwe kiasili. Una siku ya tenga siku yako. Kwa sababu ukiachana na ushujaa wa mtu wa Mkwawa, bado wale kuna watu ambao walikuwa wana uwezo binafsi. Yaani alikuwa na uwezo. Anafanya jambo au analisikia sehemu, basi ule uwezo wake anaitwa na anakuwa karibu na mtu. Kwa lugha nyingine, mtu wa Mkwawa alikuwa ni moja ya, nadhani mtu wa Mkwawa anaeleza historia yetu sisi wa Afrika kwamba ili uweze kukua ni lazima ufanye kazi na watu wenye uwezo mkubwa. Yaani wenye uwezo exceptional. Lakini sasa hivi ukiangalia mzungu alichotuambia, tamaduni tulionao sasa hivi, watu wetu na watawala na nini hawataki watu wenye uwezo, wanakuwa threat kwao. Kumbe ni culture ambayo tumerithishwa na mzungu. Kwa sababu mzungu alichokifanya cha kwanza ni kuchukua watu wenye uwezo kama huyu shemeji yake Mkwawa, kwa sababu alikuwa na uwezo wa dawa, ndio maana wakamtumia. Na walivyokuja kwa Mkwawa wakaona kama mdogo wake ni handsome, huyu ndio wamtumie.
Kwa hiyo siku zote ujanja wa mzungu ni kutumia yule mtu ambaye ana uwezo ili aweze kufanikisha ya kwao, alafu baadaye wanamuondoa. Wakati sisi Mkwawa anatuonyesha kwamba yeye alikuwa ana jopo la watu wenye uwezo mkubwa ili aweze kuendelea kuwa na kingdom. Kitu ambacho sasa hivi hatuna. Kwa hiyo na kwenye nchi yetu, yes, kama ni hata ni rais, yes, inabidi akisikia kuna mtu ana ability fulani achukuliwe aletwe ili kusaidia generation na vizazi vyetu. Kitu ambacho mzungu ameturithisha tofauti. Watu wenye uwezo wanaonekana ni kama wasumbufu, hawatakiwi. Na jamii na familia. Vigezo zimebaki kwenye vyeti. Vigezo vimebaki kwenye vyeti na sio personal ability. Lakini na sisi wenyewe hatuaminiani. Yes. Hatuaminiani kwa sababu mtu akiona mwenzake ana uwezo fulani hamuamini. Kwa hiyo natakiwa kufika mahali. Ndio maana nikarudi kwenye zile tabia za familia, kukaa pamoja baada ya chakula cha jioni. Yes. Kuna vitu vingi sana pale unajifunza. Yeah. Kwa sababu usipokuwa na tabia namna ile, kuna tabia huwezi kuzijua za mtoto wako. Yeah. Lakini kuna muda unaona kabisa huyu mtoto ana mega matonge makubwa. Alafu ni mkubwa lakini hataki kumbakishia mdogo wake chakula. Kuna tabia unaziona. Lakini sasa hivi watoto wanapakua chakula na simu mkononi, anakula huko ni kitu kibaya sana. Ni kitu ambacho sijui kitakuwaje baadaye, kwa sababu kwa kizazi chetu sisi hapa angalau tunajikuta tunakutana watu ambao tunaipenda asili na tunaitamani tungeijua zaidi ya hapa ambavyo tunaipigania kuwa iwepo. Sasa tunajiuliza, je, kile kizazi cha mtoto ambaye akiamka asubuhi unampa tablet anashinda nayo siku nzima, anaangalia katuni hazimsaidii kitu, hachezei midoli ya asili, hagandi udongo kutengeneza mtoto, hakati mgomba atengeneze, hafinyangi udongo. Ile ni tatizo. Lakini mtoto akichezea udongo kuna vitu vya asili anavipata pale. Lakini kukaa na internet muda wote, kwanza anaua macho. Anakuwa hana uwezo wa kufikiria. Yeye kila kitu kwake anaona ni rahisi. Kila kitu ni rahisi. Na hicho ndo kitu kibaya ambacho watoto wa namna ile hawawezi kujitafutia maisha. Kwa sababu wenyewe wanachodhani kila kitu ni rahisi kama anavyokiona kwenye mtandao. Kwa hiyo sisi natakiwa kuwabadilisha. Na kwa kawaida ya intuition ni kitu kinakuja kama masiara fulani. Yaani sio kwamba kinakuja kwamba kinamsisitiza, anaweza kuambia usipite pale. Yaani unasikia kama ni sauti au kama kuna mtu anakunong'oneza. Yaani kama haina msisitizo. Kwa hiyo kama uko busy na kitu sio rahisi kusikia. Sio rahisi. Na pia watu wasipende sana mjini. Wasipende mjini. Yes, kwa sababu ya distraction. Wakakae kwenye maeneo yao ya asili. Tafuta maisha mjini, lakini jioni rudi nyumbani. Kwenye eneo lako la asili. Leo mnaweza mkafanikiwa mkalala hapa Kalenga. Ukiamka asubuhi kuna kitu unakiona tofauti na ukiwa umekaa kwenye mazingira ambayo yamesongamana. Lakini ukikaa kwenye eneo kama hili, au hata saizi ukatoka nje, ukikaa usikilize zile sauti za asili za ndege ambaye labda amelala anaimba, au kuna sauti mchana uzisikie, unazisikia usiku. Kuna kitu unakipata. Kitu kikubwa sana ambacho kuna watu hawajawahi kukisikia. Hawajawahi kukisikia katika masikio yao. Leo mtasikia. Kuna vitu utavisikia. Kwa kujifunza kwako mambo haya ya asili. Kwa Ujerumani na hakika umeona kwamba kuna vitu kama vinyago vingi vimechukuliwa kule, vipo. Na hapa hata mtu Mkwawa alikuwa na vinyago. Kwa asili ulivyojifunza mambo ya asili, kuna siri gani za asili katika vinyago ambavyo wazee wetu walikuwa wanatengeneza? Kwanza walikuwa na uwezo wa kufikiria, kumuona mnyama na wakamtengeneza kama yule mnyama. Kwa sababu nimekuta mfano wa tembo, nimekuta mfano wa twiga, nimekuta michoro. Ndio maana hata nyumba ya mtu Mkwawa aliichora mwanamke kabeba kuni na mwanaume kashika mkuki. Ukuta nimeukuta kule. Manake waliukata kuona alifikiria nini kuchora vile. Na uliuona? Nimeuona. Upo. Vitu vipo. So ulibebwaje na walibeba.
yani kitu ambacho wazungu wataficha, lakini mwisho wa siku kama sasa hivi wanataka kuvirudisha, maana yake wamenyanyua mikono juu. Kwamba vinawatesa. Kuwa hawa watu hatutowaweza. Ila Waafrika wajui kama mzungu anawaogopa. Hawajui. Sisi tunaona mzungu ana akili, lakini ukienda kushuhudia vitu vilivyochukuliwa Afrika, utajua babu zetu walikuwa na akili kuzidi wao. Na ndio maana wao waliondoka kwao wakaja kuwachokoza kwetu huku kwetu. Kuna mmoja nishakaa na mzee mmoja akawa anasimulia, "Nyie wajukuu zangu, naomba mwanze kujiandaa. Kuna uwezo ambao unarudishwa. Na mjiandae, mtapokea wageni wengi. Mshirikiane kuwa na maeneo makubwa, kuanzia eka 50 ngapi, mshirikiane kujenga magara, mwe na vyakula vya kutosha." Ile heshima inarudi. Sasa unajua huwa atufuatilii, lakini kwa mfano mimi nilisikia kwamba tujiandae na tukazane kuwa na vitu vyetu vya asili. Kuna kitu kinarudi kule Ulaya, watakorapse. Uchumi wao utaanguka. Na kwa macho ya kawaida, kwa sababu mimi nilisikia, alikuwa anatusimulia, ninachokiona sasa hivi ni kwamba uchumi wao kule unaanguka, unarudi kwetu. Na ukirudi kwetu inabidi turudi kwenye vitu vyetu vya asili, vyakula vya asili, mashamba, manini. Kwa hiyo kama kuna mtu ana mbegu ya asili, basi itunzwe. Kuna yani watarudi, watarudi. Na kitu ambacho nimejifunza, sio wazungu wote hawamwamini Mwafrika. Kuna wazungu wanaomwamini Mwafrika. Asilimia zote. Kabisa. Na kitu ambacho najifunza nikimwona Putin na Ibrahim Traore. Kabisa. Wale kuna kitu tayari wamekiona. Na sio tu kila mzungu umuogope. Yaani kuna mzungu ambaye ana appreciate kile kitu ambacho unakifanya. Ni wewe sasa akili yako kichwani. Bwana Ibrahim Traore angekuwa haijengi nchi, hakuna mtu ambaye angemkubali. Na angemfahamu, hakuna mtu angemfahamu. Na kitu ambacho naweza nikasema bado Afrika tuna bahati sana. Kwa kile kitu ambacho tunakiamini. Wote Mungu hatujawahi kumuona. Lakini tunaamini Mungu yupo. Kitu ambacho nimejifunza ni kwamba rangi nyeusi ina uwezo mkubwa sana wa kufikiri. Kwa kiasi kikubwa sana. Na ndio maana wale wenzetu baadhi bado wanatuchukia kwa sababu wanajua kabisa hawa tukiwaachia. Kwanza naweza nikakwambia hata mandhari ya Ulaya na Afrika ni vitu viwili tofauti. Yes, it's true. Kama wewe umeumbwa sehemu ambayo huoni miti, unaona barafu. Wewe ni slave. Ni mfu. Ni mfu kabisa, unaishi kwenye sehemu iliyokufa. Unaona kabisa tumeingia kwenye nyika ya miti. Maji ni maji, nyika ni nyika, mito kuna miti. Lakini kuna wenzetu jua wanaliona kwa miezi fulani. Na jua ndio maisha. Sisi tumebarikiwa, lakini bado mtu anaondoka, anahamia Ulaya. Ni maisha magumu. Mimi nimekaa wiki moja lakini nilishachoka kuanzia chakula. Kwanza watu hawana upendo, kila mtu yuko busy barabarani. Lakini sisi huku tunasalimiana, naweza nikakutana na wewe kwenye basi tukazungumza kama tunajuana. Kama ndugu. Lakini Mwafrika hashtuki bado. Hao watu tunabidi tupambane nao. Tupambane nao sana. Unakutana nao Dar es Salaam. Na kitu ambacho kinanipa moyo na ambacho mimi nilikielewa sana. Akili sio kusoma sana. Wazungu wametuletea ma PhD kuwapotezea muda. Ongeza sauti. Yenyewe. Wametupotezea muda. Unasoma, mwisho wa siku unakufa. Yaani mimi nakaa chai. Hakuna kitu ambacho tena unasoma vitu ambavyo wao wametuandikia. Unaacha dawa zetu za asili. Unaacha dawa zetu za asili. Sisi hapa tuna mkoa wa asili, ziko dawa za asili. Na mtu akija anatibiwa, hamna mganga. Lakini kuna utashi ambao bado upo ndani ya familia. Unatibu ambao watu waliacha wazee. Dawa zipo. Na huo ndo tunaita ujuzi wa walimwengu. Afu mtu anakuambia soma uwe na PhD. Na akili yako ndogo tu. Anayepanda dawa ya asili ni nani? Hamna, zinaota zenyewe. Ushtuki
kuwa kumbe hii ndio tunatakiwa Hapa ndio tuheshimu kuna hivi maisha vitu. hapo. Yes. Hakuna mtu anapanda dawa asili, hakuna mtu anapanda miti ya asili. Hata wanaotengeneza hizo panado Wamezitumia. walichukulia huku wakaamua ongeza mavitu ambayo tuwaone labda wao bora kuitengeneza panado. Wakati mimi hapa nikichemsha dawa, nikichemsha mti fulani, nikichemsha mpera na kunywa na ninapona. Yeah, it's true. Sasa kuna ile scenario ambayo ilitokea baada ya mama yake mtu wa Mkwawa kuwa ametoweka kwenye poto ya Kilimwengu pale Mtoni. Na hawa jamaa baadaye akafanikiwa kumuua huyu jamaa shemeji yake. Sasa kipindi hao kwa Wajerumani wanakuja kumvamia mtu wa Mkwawa ni kwamba alikimbia kule alikojiulia. Hii hadithi ikoje? Of course alikimbia na alikaa kule kwa muda wa miaka 2. Lakini kwa sababu yeye alimtegemea sana mama yake katika kupiganisha vita. Kwa alipojiona amebaki mwenyewe, hakufa tu kuogopa eti Wajerumani. Bado alikuwa na nguvu na alikuwa bado na ujanja. Kwa sababu mapoli na misitu bado alikuwa nayo. Na zile dawa na yeye pia alikuwa anazijua. Lakini aliona amepoteza kitu kikubwa sana kwenye maisha yake. Kumpoteza mama yake. Sasa nataka niulize Kilimwengu akugusagusa kujua kaenda wapi? Kiulimwengu kwa sababu mwili wake ulikutwa pale, tunaamini alijiua kama alivyojiua. Lakini mama alipotea. Si ndio nasema mama alipotea na lile eneo nimeambiwa nikajenge nyumba ya udongo yenye vyumba 3 kwa ndoto. Eneo ambalo ametowekea. Ambako alitoweka pale. Hiyo naomba niweke. Na pia niliambiwa kwenye maeneo ya mto Mkwawa kuna vitu vitafanyika. Na ndio maana unaangalia hata pale Lugalo hakuna mtu amejenga kitu pale. Sio tu kwa sababu labda serikali wanapaangalia, lakini hawawezi wakafanya maendeleo yoyote pale. Hawawezi. Lazima kitafanyika kitu ambacho ni cha asili kinachomhusu Mhehe. Yaani asili ya mtu haipotei. Utaipoteza kwa karne, lakini kuna siku tu kuna vitu vitawashinda na watabaki watu wenye asili yao. Yes. Na unadhani ni kwa nini ndoto imekuja na Utatu Mtakatifu, vyumba 3? Kilimwengu kodi hizo. Sio kama mnielewa. Inaweza ikawa ina maana yake, lakini ni vyumba 3 maana yake ni asili ya nyumba ya kawaida inavyotaka kuwa. Chumba cha watoto, sebule ya wageni na chumba cha baba na mama. Lakini tayari kwenye ndoto nimeshaambiwa nini na nini kitawekwa. Kwa hiyo siku nikishafanikiwa kuitengeneza, mtakuja kushuhudia vile vitu vyote ambavyo na inawezekana. Sijaambiwa itatusaidia nini, lakini ninachoamini ni kuwa ile roho yake itakuwepo pale. Na kuna vitu ambavyo vitaendelea. Labda tutavijua vingi ambavyo hatuvijui. Tutavijua. Ushapewa mikoba tayari hapo tayari. Vyumba 3, kimoja cha bibi, cha Mkwawa, wewe ndio unakaa pale sebuleni. Unakaa pale. Naomba niwe fundi. Hata hapa inatakiwa ijengwe hapo nyuma. Na itajengwa nyumba ya asili ambayo hata na nyinyi siku nyingine mkija hatutokaa kwenye eneo kama hili. Tutakaa kwenye eneo la asili kabisa. Na ndio inavyotakiwa. Kumbuka jiko la babu yako. Na hata hivi vitu vyote inabidi viende pale. Vyote vitakaa kwenye chumba cha asili. Hiyo lazima tuambiwe tarehe na siku, tutakuja kuchimba msingi, tuweke nyasi. Na hata tukifanya wote bado mnakuwa mmechaguliwa. Kwa sababu nyumba haina gharama yote. Ni udongo na nyasi. Basi. Jamani wale mnaotazama nyumba hiyo. Nyumba. Sasa msema tuko hapa connection. Ndio tuvune energy. Sisi wachoyo. Za ndani hizo tutafuta tukupe tarehe. Haya tutaongea baadaye. Usimwage na nini? Kuko kwenye mtama wengi. Sorry. Sasa ukisikiliza historia ya mtu wa Mkwawa hapo wakati ameondoka, sasa kwa jinsi ambavyo inasemekana story ambayo tumekuwa tukisoma huko shule na kadhalika, wanasema alijinyonga. Nyinyi na familia mnadhani, hebu mtuambie ule uhalisia wenyewe ambao nyinyi mna. Hakujinyonga. Kama vile ambavyo Wahehe tumekuwa tuna tabia ya kujinyonga. Yeye alijipiga risasi. Na alikutwa kwenye kichwa
Umeona kwenye ile fuvu, hata kwenye fuvu upande wa kushoto, umeona lilitengenezwa kwa sababu lilikuwa limefumuka. Lakini Wahehe wanajinyonga ni kwa sababu ya ile tabia. Ndio maana nikakwambia mtu anakufa lakini nafsi yake inakuwepo. Kwa hiyo bado kama aliturithisha ile tabia ya kujiua, kuto kutaka kudharaulika. Na ndio maana wakati anajiua alikoka moto ili akijiua aangukie kwenye moto, aungue, apotee, asiguswe mwili wake na mzungu. Lakini haikuwezekana kwa sababu ile bunduki na mshindo mkubwa ilimrusha. Maana yake akaangukia pembeni. Lakini yeye hakutaka kabisa kuguswa na mzungu mwili wake. Kwa sasa na sisi Wahehe kitu ambacho tumeachiwa na hakiwezi, utatoa elimu lakini ile ni asili ya mtu au ya watu. Mhehe akidharauliwa anaona mimi bora. Ukinidharau omba Mungu nikuache niondoke mimi. Lakini zikinikaa vizuri asila zangu na kumaliza na mimi najimaliza. Yaani ni ushujaa. Sisi hatuoni kama ni kitu cha kibaya. Naona angalia mikuki vizuri. Naona hii mikuki. Kazi asila zimeshaanza. Unajimaliza. Yaani kwanza hatupendi kunyanyaswa. Hatupendi kunyanyaswa. Hatupendi mtu kunibadilisha kutoka kwenye kitu ambacho mimi nakiamini. Hatubadiliki. Mimi babu yangu Adam Sapi hakuvaa nguo za uspika. Majoa ya kizungu na zile nywele. Wigi. Ndio maana hata Ibrahim Traore alipotoa mawigi nilimkumbuka, namfananisha sana. Naona kuwa ni mzimu ambao wenyewe wanasema ni wa Thomas Sankara, lakini pia ni mzimu wa babu zetu kimuunganisha na hawa babu zetu ambao wamepigania asili zao. Kwa sababu wanataka ule ukuu wao urudi uwepo. Kwa sababu mimi unaponichukulia asili yangu ya mavazi, maana yake nakuwa mimi mtumwa. Kwa hiyo ndio maana hata sisi kuna kipindi kifike sasa. Tuvae ngozi, tuvae kaniki. Na tutapendeza sana. Na ndio mavazi yetu. Hata wazungu wataiga. Kama wanavyopenda wa Masai wenzetu. Yaani katika spirit ambayo ilikuwa ina nguvu imebaki ni wenzetu wa Masai. Lazima ukweli tuseme. Ndio maana hawana shida na maisha. Wanaishi maisha yao. Lakini wewe mtu mwingine unaona umepata hela lazima ukanunue nguo. Tuna nguo zimejaa makabati za nini? Ni umaskini. Ni umaskini. Yaani unakimbizana magari ununue manguo. Ndio. Ujenge majumba ya gharama ndefu. Inakuondolea. Kwa hiyo yule mzungu alishangaa akarudi kwa Mwalimu Nyerere kumwambia yule bwana mbona amekataa? Anasema hizi nguo za hawezi yeye kuvaa kama hivyo yeye hataki. Mwalimu Nyerere naye alikubali Adam Sapi. Akasema basi mwacheni. Kwa hiyo alitumikia uspika wake kwa sababu yeye alisema hazifanyi kazi nguo, mavazi. Ila mimi kama mmehitaji mimi nifanye kazi nitaifanya. Lakini nikibaki kwenye asili yangu. Na ndio kiongozi aliyetumikia serikali yake na nchi yake kwa kuvaa vazi lake la asili. Kuna wakati alisafiri kwenda nchi za nje hivyo na akaenda hivyo hivyo. Amesafiri na anazivaa. Kama anaweza kukaa nao bungeni na alikataa nguo ya mzungu, na wakati huo mzungu alikuwa bado ana nguvu sana. Alikuwa ni shujaa na yeye. Alikuwa ni shujaa. Alikuwa na spirit ya Mkwawa. Hata na mimi na kakaangu bado tunajiona mashujaa kwa sababu nitahakikisha haya mafuvu 12. Babu yetu alirudisha moja. Haya 12 na sisi atarudi, tutayapambania. Kwa sababu hadi tulipofikia mimi naamini yatarudi nyumbani. Yarudi kwa heshima. Yarudi kwa heshima. Yaani ukuu urudi nyumbani. Ukuu urudi nyumbani. Kwa lugha nyingine ni kwamba unachojaribu kukisema ni kwamba ifike time kizazi hiki cha bara hili la nguvu na hakika kwamba sasa waanze kuclaim, take back our power. Tuanze kuclaim vinyago vyetu vilivyojaa kwa Vatican, nguvu zetu ambazo zimechukuliwa, vitu ambavyo vimechukuliwa. Ni wakati nadhani wa Afrika tunatakiwa take back. Sababu kitu ambacho mimi nikifikiria nikiwa natafakari mambo haya nagundua kwamba wazungu ni wajanja. Mzungu anajua kwamba akimwachia Mwafrika space ya kuwa na utulivu atawaliki. Ushanipata? Kwa lazima amchanganye Mwafrika kwa elimu, amchanganye Mwafrika kwa madawa, inani magonjwa, amchanganye Mwafrika kwa imani,
alafu amchanganye Mwafrika na siasa. Siasa. Umeona? Kwa sasa hivi Waafrika wote wanachanganywa zaidi na siasa, kwamba wanang'ang'ania madaraka ya kwenda Ikulu badala ya kung'ang'ania power ambayo mzungu alichukua kurudishiwa. You see that? Kuna mchezo ambao mzungu alicheka. Kwa hata ukiangalia mfumo mzima wa demokrasia na ukiangalia na watu kama wakina historia kama wakina Mkwawa, unagundua kabisa huu ni mchezo ile ilikuwa tunazungumza kwamba mental slavery ambao mzungu anatuchezea, kwa sababu anatupa focus zaidi kwenye kutafuta PhDs badala ya kutafuta zaidi vinyago ambavyo babu zetu walivitengeneza. Kabisa. Kwa hiyo kuna maana gani mtu kufa alafu ikasisitizwa arudishwe nyumbani kwenu? Yaani ile sasa ni kulinda asili. Ndio maana narudi tena. Kabila la Wachaga walishtuka wenzetu. Watajichanga na mwili utarudi nyumbani. Kwa sababu kama nyumbani kunakuwa hata ile mili haiko pale. Zile spirit hazitakaa tena lile eneo. Zinaondoka. Kwa hiyo zile nafsi zinatakiwa ziwepo around sehemu ambayo na nyinyi mpo. Mimi naweza nikakaa hapa nikajisikia uchungu, nikawakumbuka babangu, nikakumbuka babu zangu. Lakini kuna mtu yuko mbali, hakumbuki. Zile hisia zimjii kwa sababu haishi kwenye yale mazingira. Kutokana na dini hizi za Kikristo, wanaamini hizo ni ibada za wafu, kwa wale ni mashetani. Mtu akishakufa ameshaenda, na mtu akishakufa ashakuwa shetani. Sasa ni ngumu mtu kuthamini kuziko kwenye sehemu za nyumbani. Hiyo ndio changamoto. Ndio maana nikasema dini zilipokuja zimekuja kuharibu asili zetu. Kwenye dini ya Kiislamu mtu anapokufa azikwe pale pale. Ile ni imani ambayo ipo katika dini ya Kiislamu. Lakini kama mimi nitakuwa ni Muislamu nimekufa na bado nitaka nizikwe nyumbani. Na ndio maana mtu akihitaji kuzikwa akiacha maelezo, maana yake wanafuata vile utaratibu ulivyo. Japokuwa wapo wanaokaidi, wapo wanakaidi, lakini wengi huwa wanaogopa kwa tukikaidi isije kaleta shida. Kwa hiyo wanafuata. Lakini tusisahau nyumbani. Ndio maana mimi nikiona mtu anakuja kuninyanyasa kwenye ardhi yangu naumia sana. Yaani namuona kuwa ana roho mbaya sana. Alafu nakuta ni Mwafrika mwenzio. Mpaka unamuuliza, wewe hauna kwenu? Wewe ujisikii mimi ningekuja kufanya hivi? Anakutazama. Yaani tusiweke sana kazi mamlaka ambazo zimetengenezwa kuliko ubinadamu, kuwa huyu mtu kwenye eneo lake aishi kwa amani. Kwa nini watu hawajiulizi kwa nini hao wazungu wanarudisha? Sisi hatujamtafuta Mjerumani kwa tunataka vitu vyetu. Wao ndo wametutafuta sisi. Excuse me. Kwa nini wanavirudisha? Tayari kuna kitu wameshaona kwao hakipo. Afrika watakipataje? Sasa hawa tutawaingiaje? Na tuna vitu vyao. Sasa tuvirudishe ili tupate vitu. Kwa hiyo hii sio kama labda ni wanarudisha tu watulipe na fidia. Hapana, kuna kitu wanakitaka. Kwa sasa ni akili kwetu sisi. Kuna game. Kwamba tuchukue vitu vyetu na tuwasome, tuwazuie wakishaleta vitu vyetu. Sasa hii miunganiko hizi kamati za sisi zikiendelea kuwepo tutawashinda. Kamati ya roho mbaya. Kwa sababu wameshaturudisha, watatupatia na watatulipa. Wakisha tulipa sasa sisi ndo tutaamua, kwa sababu pale tayari wanataka watutengenezee urafiki. Ndio maana hata mimi Ujerumani wanapenda kutumia yaliyopita, sindwele tugange yajayo. Sio kweli. Haiwezekani. Mmemfanya babu yangu amekufa akiwa na miaka 43. Angetakuwa aishi miaka 100. Hata saizi angeweza kuwepo. Yes, Mkwawa angekuwepo. Je, Mkwawa angekuwepo mpaka leo, dunia ingekuwaje? Asa dunia ingekuwa eneo safi kwa akili ambayo alikuwa nayo. Aliyopita yani sisi kwetu ni ndwele. Yajayo atugangi. Kwa kweli tutapambana. Aliyopita ni ndwele. Kwa sasa hivi mwashumu Mkwawa amekufa mwaka 1898. Amekufa na miaka 43. Angeishi miaka 20 angekufa lini? Na angefanya vitu gani? Sangekuja mpaka 1900 hapa na 50 na 70 hapo. Angekuepo. Kwa sababu Chifu Mkwawa amepigana vita yake
akiwa ana jeshi la usalama wa taifa la taifa lake. Yes. Kwa sababu yule mdogo wake alijifanya kasaliti ili apate taarifa kule. That is intelligence. Yes. 100%. Yes. Kujifanya kuwa analeta siri za nyumbani kumbe na wauza, lakini nyinyi za kwenu unampelekea. Ni intelligence kubwa sana. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kwamba mdogo wake Chifu Mkwawa ndio usalama wa taifa wa kwanza kwenye ardhi. Aliyekufa kiume kabisa pale kitanzini. Na yupo mwingine yeye alipokamatwa hakula siku 7 wala hakuongea kwa siku 7. Ipo, nitaonyesheni na picha yake. Ujue ni jinsi gani mtu alikula kiapo, alikuwa mwaminifu. Yes. Sisi wae ni waaminifu. Sio mtu unanyima nani tu chips. Umeshaonyeshwa sanduku la hela unasaliti, hapana. Yule alikaa siku 7 haongei kitu. Sasa habari umezisikia za Ibrahim Traore. Huyu ndugu ya rafiki yake wa utotoni, wamekuwa pamoja, wameingia jeshi pamoja mpaka kamweka kwenye sekta vitengo vya Ikulu, lakini baadaye ameshawishiwa na Wafaransa na sio wa Marekani ili amsaliti. Anataka kumtilia sumu kwenye chai. Lakini baadaye intelligence wakagundua nini mambo kama haya. Sasa ukiangalia maisha walioishi wale, wameishi maisha ya asili. Mimi nimejitahidi kupekua habari zinazisikiza Ibrahim Traore. Kuna maisha kayaishi ya kawaida sana utotoni huko. Ana hekima ya nyumbani. Lakini wewe unafurahi kuwa mtoto wako kaenda kuwa mfanyabiashara wa Kariakoo, alafu hata nyumbani arudi. Wewe unafurahi nitumie tu hela, utaki arudi. Unapoteza kitu kikubwa sana. Wacho knows.